Mataifa 30 kukutana London kupanga hatima ya ulinzi wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya nchi 30 zinatarajiwa kutuma wataalamu wao wa kijeshi mjini London kesho Jumatano kwa ajili ya mkutano wa dharura wa siku mbili. Lengo kuu la mkutano huo ni kuandaa mpango kabambe wa usalama majini katika mlango bahari wa Hormuz, mkakati unaolenga kuhakikisha utulivu wa kudumu mara tu vita vya sasa dhidi ya Iran vitakapofikia ukingoni. Mkutano huu ni matokeo ya makubaliano yaliyofikiwa wiki iliyopita mjini Paris kati ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mataifa haya mawili yenye nguvu barani Ulaya yameamua kuchukua usukani wa kuongoza juhudi za kimataifa, yaani coalition, ili kuzuia mivurugiko ya baadaye katika njia hiyo ambayo ni mishipa wa damu wa nishati duniani. Mazungumzo hayo yatafanyika katika makao makuu ya kijeshi yaliyopo Northwood, kaskazini mwa London. Northwood inajulikana kama kituo muhimu cha amri ya kijeshi ambapo operesheni nyingi za majini na NATO na Uingereza hupangwa. Ajenda kuu zitakazoguswa masuala nyeti ni pamoja na teguzi za mabomu, yaani mine sweeping, kupanga mbinu za kusafisha mabomu ya majini ambayo huenda yakawa yamepandikizwa wakati wa vita ili kuzuia meli kupita na mafuta salama. Lakini suala la pili ni amri na udhibiti, command and control, kuunda mfumo mmoja wa mawasiliano kati ya nchi hizo 30 ili kuzuia migongano ya kijeshi na kuimarisha ushirikiano. Lakini ulinzi wa meli za mafuta ni kuweka utaratibu wa kudumu wa kusindikiza meli za kibiashara, yaani escort missions, ili kuzilinda dhidi ya mashambulizi ya ghafla au uharamia. Hatua hii ya Uingereza na Ufaransa inatazamwa kama jaribio la Ulaya ya kujitegemea zaidi katika masuala ya usalama Mashariki ya Kati, huku ikishirikiana na washirika wa kimataifa. Wakati Marekani ikiwa imeweka kizuizi kikubwa cha wanamaji, yaani blockade, kizuizi ambacho mkutano wa London unatazama zaidi siku ya kwanza baada ya vita, yaani post-war strategy, ili kuhakikisha soko la mafuta haliyumbi tena upande wao. Mataifa yanayoshiriki yanatambua kuwa bila mpango madhubuti wa usalama, bei ya mafuta duniani itaendelea kuwa juu, jambo linaloweza kusababisha anguko la kiuchumi kwa nchi nyingi zinazotegemea nishati hiyo.